Bwana Yesu asifiwe. Niwaalike tena katika siku hii ya leo, siku ya pekee, tukiendelea kutafakari mada zetu zinazosema mahadhi ya maisha katika familia au mahadhi ya maisha. Tuliangalia somo hili katika sehemu tu ya kwanza, na tukaangalia maana ya mahadhi, lakini pia tuliangalia maana ya maisha, na tukajifunza namna ambavyo Mungu alivyoweka mpango huu wa mahadhi ya maisha kupitia neno lake. Lakini pia tuliangalia kitabu kile cha Ayubu, na tukajifunza namna ambavyo alivyo comment alivyo limit dhiwa mito ya kwamba pamoja ya kwamba kuna wakati utapanda utanyeta, lakini utafika hadi hapa. Lakini pia tuliangalia mpangilio wa vile Mungu anavyo tengeneza mahadhi ya maisha, na tukaangalia kwamba Mungu katika maisha yake, katika kile kitabu cha Alama za Nyakati ambacho kilituambia kwamba mbinguni maisha ni ya utaratibu au kanuni. Kwa hiyo ukitaka kujua maisha au mahadhi, kwa nini Mungu anaweka katika utaratibu, maana yake ni mfumo wa maisha yake mwenyewe. Lakini tulijifunza kitu kimoja kwamba kwa nini Mungu aanze na mbingu na nchi isiyokuwa na kitu, na hatimaye siku ya sita anamuumba mwanadamu. Kwa nini mwanadamu asimuumbe siku ya kwanza ya siku zile za uumbaji? Tukajifunza kwamba Mungu aliweka utaratibu huu ni kwa sababu ya kitu kinachoitwa the life of chain, maisha yenye mduara au maisha ya kutegemeana. Kwa hiyo kulikuwa na sababu ya kutengeneza vitu ambavyo au kuumba vitu ambavyo kwanza vyenyewe vianze na hatimaye mwanadamu aje, kwa sababu mwanadamu atakuwa tegemezi wa hivyo vitu, atakula hivyo vitu, vitakuwa sehemu ya maisha yake. Hayo tulijifunza katika somo lile la kwanza. Sasa leo nikupitishe sehemu nyingine ambayo inasema maisha katika familia na mabadiliko. Lakini pia hili swala la mabadiliko tulijifunza, tuliangalia ile sehemu ya mabadiliko, maisha katika mabadiliko tulijifunza na tuliangalia hili. Lakini ngoja sehemu hii nikupitishe kidogo. Tulifunza kwamba mabadiliko ni hali ya viumbe kutoka mazingira fulani kwenda mazingira mengine katika kusudi la Mungu au kiumbe chenyewe, na ni hali ya jambo ambalo linaweza kutokea kwa viumbe kwa kukusudia au kutokusudia. Kwa hiyo ni mfumo wa maisha au ni jambo ambalo linaweza likatokea, linaweza ikawa ni kwa kukusudia au kutokukusudia. Na tulijifunza vitu kadhaa, na tukajifunza habari ya maisha, tukasema kwamba ni lazima upitie mabadiliko, kwamba maisha yoyote yale lazima upitie badiliko. Kama hakuna badiliko, bado hayawezi kuleta mantiki maisha haya. Na tukajifunza kwamba kuna mabadiliko mbalimbali, na badiliko tukajifunza habari ya badiliko linalohusiana na badiliko la akili, lakini kuna badiliko ya ukuaji wa viumbe. Tulijifunza pia habari ya badiliko la kijamii, badiliko la mazingira, badiliko la kimwili, lakini pia mabadiliko ya kiroho, mabadiliko ya kisiasa. Hayo yote yanatokea na ndiyo safari na mfumo wa maisha unavyoendelea. Lakini pia tulijifunza habari ya mabadiliko ya kiuchumi, kwamba hata katika maisha ya kiuchumi pia kunakuwa na mabadiliko. Haya tulijifunza katika somo lile la kwanza lilikuwa nasema mahadhi ya maisha.
Leo hii tutaangalia sehemu ya pili ya mahadhi ya maisha, ambayo tutajikita sana kwenye badiliko, na tutaichunguza Biblia hii ituambie msingi wa maisha katika mabadiliko na kuna faida gani. Tutaangalia kwa nini kuwe na mabadiliko. Kwa nini sio tu vile vile, kama mtu alikuwa tajiri basi muda wote akawa tajiri, kama mtu alikuwa masikini basi muda wote akawa masikini. Kwa nini kama mtu alikuwa kijana basi muda wote awe kijana, asiwe mzee? Au kama alikuwa mtoto, kwa nini leo anakuwa kijana? Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, ni wasaa mwingine tena katika siku ya leo, ambapo mimi na wasikilizaji wako na watazamaji wako katika kipindi hiki tunahitaji kusikia sauti yako juu ya mabadiliko katika maisha, na kuna faida gani katika mabadiliko. Kuna faida gani? Hivyo tunahitaji hekima, na Roho wako Mtakatifu atufunulie faida zake, ili yanapotokea tuelewe ya kwamba Mungu una mengi ya kutuambia, na una mengi ya kutujulisha, na una mengi ya kutufanya ili tuone uthamani wa kuwepo kuwa karibu na wewe. Neema yako ituongoze katika tafakari ya siku ya leo, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Kitabu kile cha Mhubiri, ambapo leo ndipo tutakapozama. Kitabu kile cha Mhubiri, ile sura ya 3 fungu la 1 hadi fungu la 8. Fungu la 1 hadi fungu la 8. Neno la Bwana linasema hivi: Ngoja tuchunguze Biblia yenyewe. Kitabu cha Mhubiri, unaweza ukafungua pamoja nami popote pale ulipo, ili na wewe pia uweze kufuatilia katika somo hili. Kile kitabu cha Mhubiri sura ya 3 Mhubiri sura ya 3 fungu la 1 hadi fungu lile la 8. Tutayasoma haya, alafu baadaye tutaanza kule tafakari moja baada ya lingine. Inasema, kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupooza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Na fungu la 4 linasema, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia. Fungu lile la 6, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Fungu la 7, wakati wa kulalua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena. Fungu la 8, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Kila jambo kuna majira yake. Kila majira yana wakati wake. Kuna majira ya kiangazi na majira ya masika.
kuna wakati wake. Kuna majira ya usiku na majira ya mchana, na yana faida kubwa katika maisha, yana faida kubwa. Sasa nifuatilie moja baada ya jingine. Ile fungu la kwanza ninalosema wakati wa kuzaliwa, wakati wa kila kusudi. Fungu lile, tunaanza fungu lile la pili, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kuzaliwa, na ndio maana ukisoma kile kitabu cha Yeremia sura ya kwanza, neno la Mungu linasema ya kwamba nalikujua kabla sijakuumba, nalikutakasa kabla hujazaliwa. Kwa hiyo kwa sababu ni mpango wa Mungu, na ndio maana hauwezi kufanya lolote bila yeye kujua. Wezi anajua kwanza, ndipo anafanya. Kwa hiyo wakati unazaliwa, ila ujue kuna wakati utakufa. Hiyo ndio faida. Usipojua kwamba kuna wakati utakufa, muda utakapofika, huenda si kwako au kwa jirani yako au kwa rafiki yako au kwa umpendaye, akalala mauti, itakupa changamoto. Itakupa changamoto. Kwa hiyo lazima utambue na lazima ujue ya kwamba kama nimezaliwa, kama mume wangu alizaliwa, kama mke wangu alizaliwa, kama mwanangu alizaliwa, ipo siku atalala mauti. Kuna wakati atakufa. Elewa, kwa sababu uko chini ya mbingu, na jambo hili Mungu ameliweka ili ujue, na haya yatakapotokea uweze kustahimili na uweze kuyabeba. Lakini tuende kwenye ile sehemu ya pili katika hiyo fungu, sehemu ya pili katika hiyo aya ya pili, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Elewa, kuna wakati utapanda. Hiyo sehemu ya kwanza inasema kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Mungu ametupanda katika dunia hii, na kwa sababu ametupanda, kwa sababu ya dhambi, itafika wakati tutang'olewa katika dunia hii. Lakini wewe mwenyewe kuna vitu unavipanda. Je, vinaendelea kubaki kwenye hapo ulipopanda? Hapana. Wewe ni mkulima, ndio. Unalima mazao, ndio. Je, mwaka unaisha bila kuyatoa? Unaenda kuvuna. Kwa hiyo kuna wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa au wakati wa kuvuna. Kwa kumbuka, kuna vitu ambavyo wakati fulani utavipitia katika dunia hii. Unaweza ukafanikiwa. Ulipanda, uliwekeza. Na kuna wakati hautaweza kuwekeza. Utavuna vile ulivyowekeza. Na katika sehemu hii ni kualike, ni vizuri ukawekeza. Unaweza ukawekeza katika dunia hii. Tuna vitu vingi sana vya kuwekeza. Pesa unaweza ukaiwekeza kwenye hisa. Pesa unaweza ukawekeza kwenye makampuni. Fedha unaweza ukaiwekeza kwenye mifuko mbalimbali ambayo iko katika dunia hii. Mfano, kuna mfuko wa Faida Fund, unaweza ukawekeza huko. Na kwa nini unawekeza? Unategemea kupata faida. Na unawekeza ili siku moja ile uliyoiwekeza iweze kuzaa. Na ndio maana kuna wakati wa kupanda.
ni tafuta muda upande. Tafuta muda upande neno la Mungu kwenye moyo wako. Tafuta muda upande mahusiano na familia yako. Tafuta muda upande mahusiano na kanisa lako. Tafuta muda upande mahusiano na nchi yako. Ipo siku utavuna. Utavuna. Usiache familia yako ikakosa joto kutoka kwako. Wewe baba, wewe mama, wewe kijana, usiache. Maana ipo siku utavuna. Fungu lile la pili, fungu lile la tatu. Fungu la tatu, neno la Bwana linasema, wakati wa kuwa na wakati wa kupoza. Wakati wa kuwa na wakati wa kupoza. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Kuna wakati wa kuua. Kuna wakati kuna vitu vinakufa. Lakini kuna wakati vitu vinapooza. Ni lugha iliyotumika ya kupooza. Kwa lugha ile ya Kiingereza anasema a time to kill and a time to harry. Sasa hilo neno la kupooza hapa unaweza ukasema labda pengine mtu aliyepooza. Hapana, anamaanisha kuponya. Kiingereza inatumia neno healing. Healing ni uponyaji. Kwa hiyo kuna wakati wa kuua na kuna wakati wa kuponya. Lakini pia kuna wakati wa kubomoa na kuna wakati wa kujenga. Kuna wakati unapobomoa ili ujenge. Hili ninatamani nieleweke hasa katika swala la mahusiano. Unaweza ukazama kwenye mahusiano na ukagundua kabisa ya kwamba hapa kinachoendelea ni kwenda kubomoa, kinachoendelea ni kupoteza mwelekeo. Ni vema ukabomoa ili uweze kujenga. Kuna wakati katika swala la kumtafuta Mungu, kuna vitu ukivishikilia vitafanya wewe usiponywe. Hivyo ni heri ukaviua. Mitazamo ambayo itafanya usipate uponyaji ni heri ukaiua ili baadaye uweze kupona. Na Yesu anasema katika neno lake ya kwamba tuvifishe. Paulo anasema tuue matendo yetu ya zamani. Utu wetu wa kale tuuzike katika msalaba, tufishe ndani ya mauti pamoja na Kristo, ili tufufuliwe pamoja naye. Kwa hiyo lazima kuna vitu tuvisalimishe, tuvizike ili vifufuliwe vingine ambavyo hivi vitatuwezesha kuwa na kujenga maisha bora ya kiroho, lakini pia hata maisha ya kiuchumi. Kuna vitu lazima viache. Unajua vinaharibu maisha yako, vinaharibu familia yako, vinaharibu mafanikio yako. Ni vema ukaachana navyo, ukaviua, ili uje wakati wa kuponya, ili uje wakati wa uponyaji. Lakini pia fungu lile la 5, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe. Ni kweli kuna wakati itakulazimu utupe mawe. Ndio maana hata neno la Mungu linasema ya kwamba ni vema ukatawanya. Na hii akigusa ya kwamba kama watendakazi, wahubiri, waumini na washiriki popote pale walipo, wanapobeba jukumu la kupeleka kazi ya Injili, ni vema wakatawanya neno la Mungu.
maana hawajui ni wasaa gani, ni wakati gani hilo neno la Mungu litakavyoleta uponyaji, litakavyo wafanya watu waokolewe, litakavyofanya watu wakutane na Mungu, ambaye Mungu awakusanye hao watu. Sisi kazi yetu ni kwenda kutawanya mawe, na baadaye yupo ambaye atayakusanya hayo mawe yakiwa na faida ndani yake. Ni vema kufanya hivyo ili kwamba tuweze kupata faida, lakini pia katika mambo ya kiroho Mungu pia aweze kupata faida. Maana ukijitoa na kufanya kazi yake, ukijitoa na kubeba jukumu la kupeleka neno la Mungu, unapolipeleka unalitawanya kupitia vyombo vya habari kama hivi, lakini pia na kupitia mbinu mbalimbali ambazo zinaweza zikatumika ili kuhakikisha ya kwamba neno la Mungu kama mawe yanatawanywa, alafu baadaye Mungu mwenyewe aweze kuyakusanya. Lakini pia anasema wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia. Ni kweli kuna wakati unayo furaha kuikumbatia familia yako, lakini kuna wakati unafika hutaweza kukumbatia familia. Ni kweli kuna wakati utakumbatia mume wako, lakini kuna wakati utafika hutakumbatia mume wako. Ni maneno ambayo ukiyafikiria na ukayatafakari yanaleta maumivu kwa namna moja ama nyingine, lakini huo ndio kweli, na ninaomba niweke tu hivyo kwa sababu neno la Mungu limesema. Katika somo lililopita tulijifunza katika sehemu hii, nasi tuliangalia kwa habari za wanandoa ya kwamba unapoishi, mume aishi na mke wake, mkisaidiana kufanya kazi, shughuli zozote mnazozifanya hapo nyumbani zifanyeni kwa ushirika, lakini pia wafundisheni watoto wenu kuzifanya hizo kazi mnazozifanya nini. Kwa nini nisema hayo? Ni kwa sababu ya hii aya. Kwa sababu ya hii aya. Kwa sababu ya Mhubiri 3 fungu lile la 5. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia. Huu ndio ukweli. Na tunajifunza masomo haya na tutaendelea kujifunza mada hizi za mahadhi ya maisha, mfumo na mabadiliko ya maisha, ili kwamba yanapotokea wewe utakapokutana naye yasichukue muda mwingi ukashindwa kuseto maisha yako, ukashindwa kusurvive. Tunatamani uishi na mtu, tunatamani uishi na familia ukijua iko siku hautaweza kukumbatia familia yako. Ipo siku hautaweza kuwafanya watoto wako wawe pamoja na wewe. Ni kweli uko nafurahia watoto wakisema hapo nyumbani. Leo hii watoto wameshakuwa na wao wanajitegemea, hawapo nyumbani. Ni kweli uzoea asubuhi kuwaita kwa maombi, lakini leo hii wana familia zao. Leo hii unamuita mke wako tu. Lakini ni kweli na ukweli ulio wazi. Ulikuwa na mume wako, ulikuwa na mke wako.
mlikuwa mnakumbatiana. Ukiamka unapoondoka kwenda kazini, unamwaga kwa kumkumbatia. Ukirudi kutoka kazini, anakuja anakulaki. Lakini leo hayo hayapo. Sitaki kurejesha maumivu, hapana. Ninatamani ujue ni kweli tunao ndugu zetu leo wamepoteza watoto wao, wamelala mauti. Tunao ndugu zetu leo wamelala, wapendo wao wamelala mauti. Mume amelala mauti, mke amelala mauti. Ni kweli. Mada hizi ninatamani pia upate uelewa ya kwamba kila jambo chini ya mbingu lina wakati wake. Lina wakati wake. Na hivyo kwa sababu yametokea, na ninaomba hekima ya Bwana iweze kukuongoza. Pokea hilo lililotokea. Libebe kwa ujasiri. Libebe kwa nguvu za Mungu, kwa hekima ya Mungu. Na ninaomba nguvu ya ajabu ya namna ya pekee kutoka kwa Mungu iweze kukaa ndani yako, ili kwamba ifute hizo fikra ambazo wakati fulani zitafanya maisha yako yasisonge mbele. Usifanye kazi, usichukue familia yako iliyobaki kama inavyotakiwa. Kwa sababu mara kwa mara utakuwa ukiwaza, angekuwepo mke wangu, angekuwepo mume wangu, angekuwepo watoto wangu. Na tamani neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ijaye kwa wingi kwa kila mtu ambaye amepitia changamoto hii, ambao leo amekuwa mgane, ambao leo amekuwa mjane, ambaye leo amekuwa yatima. Ninatamani Bwana aweze kujaza hekima yake ndani yako. Na hekima hii ikupatie uelewa na kutambua kwamba kuna wakati wa kukumbatia na kuna wakati wa kutokumbatia kabisa. Lakini pia fungu lile la 6, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Kuna wakati tunatafuta. Ni kweli tuko bize. Angalia leo vijana tunahangaika, tunapambana, tunatafuta. Ni kweli, ni haki. Maana tunaambiwa ya kwamba siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku ya 7 pumzika. Ni haki kabisa. Ni agizo kabisa la Mungu. Tufanye kazi. Kwa hiyo tupambane. Ni kweli, ila lazima utambue shilingi ina upande mmoja kichwa na upande mwingine mkia. Lazima utambue ya kwamba siku au masaa 24 zina masaa 12 mchana na masaa 12 usiku. Nini ninachotaka kukwambia hapa, wewe unanisikiliza na kunitazama, ya kwamba pamoja na kupambana ni kweli utafanikiwa, ila kuna wakati utapoteza. Kuna wakati nitapoteza. Na kwa sababu kuna wakati nitapoteza, ni lazima nijue. Kuna wakati fulani watu wamefikia viwango fulani, wamefikia, walipofika kwenye vilala vya mafanikio, alafu waliposhuka ghafla, kama walikuwa waaminifu, wanakosa kuwa waaminifu. Wanakosa kuwa waaminifu. Kama walikuwa waaminifu kwa neno la Mungu, sasa si waaminifu, kwa sababu walipopanda na hatimaye waliposhuka wakamwacha Mungu. Ni kweli kuna wakati ambapo walikuwa wako chini, wakiwa waaminifu, wakiwa chini, lakini baadaye, baada ya kupanda, wamekosa uaminifu. Vilio vingi vinasikika.
familia ambazo zimeanza maisha ya chini, lakini baadaye ya kupanda, mume anatelekeza familia. Baada ya kupanda, unasikia mke ameua mume wake kwa sababu ya mali. Haya yote ninakupa uelewe na utambue ya kwamba mambo haya yatakapofika, wakati ukiwa chini na unapopanda, elewa ya kwamba kuna mabadiliko yanaweza kutokea pale mafanikio yanapotokea. Hivyo hekima ya Mungu ikusaidie. Wana familia. Mnapopanda pamoja katika mafanikio ya kiuchumi, dumuni kuwa waaminifu. Lakini pia hata kama maisha yenu yamepanda juu, ni lazima mtambue ya kwamba haya ni ya muda. Kuna wakati tutashuka tena chini. Hivyo kuweka akili namna ya kuyabeba yale yanayokuja mbele baada ya mafanikio haya. Kwa Mungu wetu atusaidie na atupatie hekima namna ya kutembea katika ulimwengu huu ambao tumewekewa maisha ya mabadiliko. Lakini pia kuna wakati wa kuweka na kuna wakati wa kutupa. Kuna wakati utahifadhi vitu, kuna wakati vitu hivyo utavitoa. Kuna wakati utaweka vitu, hivyo vitu baadaye utavitoa. Hayo mambo lazima uyaelewe, ili kwamba yanapotokea siwezi kukupa changamoto. Wakati fungu la 7, wakati wa kulalua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena. Kuna wakati wa kunena, kuna wakati wa kunyamaza. Wapendwa, hii pia iwahusu viongozi mbalimbali. Huenda ni viongozi wa kidini au viongozi wa serikali. Hakika kuna wakati kama kiongozi unapaswa kunyamaza, ila kuna wakati kama kiongozi unapaswa kusimama na unapaswa kusema. Lakini pia kuna safari ya kifamilia. Kuna wakati hekima inatutaka tunyamaze. Kuna wakati hekima inatutaka tusimame kusema. Umewahi kupitia changamoto fulani ambapo kwa sababu ya changamoto hiyo ndugu zako bado wanaendelea kuona kwamba hiyo changamoto haipaswi kufanya wewe ufanye jambo fulani? Au katika nchi wanakuambia aliwahi kuwa kiongozi, lakini aliongoza vibaya. Kwa hiyo watu wamebeba kwamba aliongoza vibaya. Hata muda mwingine unapotamani kwamba labda pengine umefanya mabadiliko na unatamani kuongoza vema, wanakuambia hapana, alifanya vibaya. Mionekano, mazungumzo yanayosema ambayo wakati fulani sio sahihi, na yanakusonda kidole kama kiongozi. Unawezaje kustahimili? Kanuni iko hapa. Mtu anakunenea mabaya kwenye familia, mume anaongea, na unajua mke kwamba kwa kweli hili sio mimi sijalifanya. Unawezaje kunyamaza kimya? Unawezaje kusimama kimya? Kunyamaza kimya. Kanuni iko hapa. Huo wakati nyamaza kimya. Maana yuko Mungu ambaye baadaye atakupa muda wa kuongea. Na kwa kweli hii ni kanuni ya mahusiano. Hii ni kanuni ya kujenga nyumba, ya kujenga familia. Kunyamaza, Yesu mara nyingi ameitumia ili kazi yake isiingizwe kwenye lawama.
ni vema ukanyamaza, hata kama watu wanayasema mambo ambayo unajua wanachokiongea hawakijui, wanachokiongea hakina ukweli ndani yake. Kunyamaza ni jibu bora maishani. Lakini pia tumalizie fungu hili la mwisho, fungu la 8, ambalo linasema wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Kama kiongozi, kuna wakati utapitia vita, lakini jua pamoja kwamba leo, mchana wa leo ninapitia vita, kuna usiku unakuja, si mchana tena, amani inakuja. Kuna wakati yawezekana unasafiri kama binti, kama kijana, hauoni watu wakionyesha upendo kwako. Jua huo ni usiku wako, ila asubuhi inakuja, upendo utazuka. Usiogope. Usitembee kwa namna ambayo unasema maisha kwangu sio rafiki. Usiseme ya kwamba giza kwangu limetanda, kwa hiyo hakuna tumaini. Safari moja, hiki ni kisa cha kwangu mwenyewe. Mimi nimekuwa mtendakazi ndani ya kanisa na kitengo cha uinjilisti wa vitabu. Wakati nikifanya kazi hii, kuna wakati ambapo nilipitia changamoto. Mara nyingi nikibeba vitabu na kwenda kupeleka kwenye majumba ya watu, akikuta siku inapita hamna kitabu kinachotoka, wiki inataka kukatika, lakini maisha sioni nuru yoyote. Ni kweli kuna wakati ulifika, ninatoa ushuhuda huu, si kwamba ninataka uone kama kazi hii ni ngumu. Ninaomba unielewe, na hapa ninaweza kuongea na wainjilisti wa vitabu ya kwamba kazi ya uinjilisti wa vitabu wala sio ngumu. Lakini kumbuka ya kwamba kila jambo lina wakati wake. Na kwa namna hiyo, kuna wakati fulani nilipitia, maisha yalikuwa magumu, nikajiuliza kuna faida gani ya kuwepo duniani? Kwa nini napitia haya? Na mimi nilikuwa sehemu ya kutokuelewa mada hii ya Mhubiri sura ya 3 fungu la 1 hadi fungu la 8. Lakini ipo siku Mungu aliamua kuniambia, aliamua kunifundisha ya kwamba kila kitu kina wakati na majira yake. Wewe watie moyo. Baada ya safari hiyo, nilivyomwelewa Mungu anavyoniongoza. Wakati fulani nilidhani ya kwamba Mungu hayuko na mimi, lakini wakati fulani Mungu ameniongoza akiruhusu kupita kwenye giza nene, lakini baadaye ananitoa kwenye giza nene na kunileta kwenye mwangaza wake. Unapopita wakati ambapo hauoni upendo wowote ukija kwako kutoka kwa ndugu, kutoka kwa rafiki, kutoka kwa waumini wenzako, kutoka kwa kanisa lako, kutoka kwa mume wako, kutoka kwa mke wako, kutoka kwa watoto wako, elewa, wala usipate pressure, wala usipate maumivu. Dumu kumtazama Kristo pale msalabani, maana ipo siku watarejesha upendo. Wewe baba na mama ambaye kwenye familia mmekaa kwa muda mrefu, hamna watoto, huenda mmekuwa kama vile Elizabeti alivyokuwa na mume wake Zekaria kwa muda mrefu, na sasa mnaelekea kwenye uzee na mnasema ya kwamba tumekuwa ni watu wa kuchukiwa, watu hawaoni usamani wetu kwa sababu maisha yetu. Ndugu anasema mbona
hawazai, wanakaa muda mrefu hatuoni watoto. Hii inaleta maumivu, hasa masikio yenu yanaposikia. Sikilizeni, niwape tafakari hii ya leo ya kwamba pamoja na changamoto hizo zote, dumuni kumtazama yeye aliyewaumba, yeye ambaye anajua kusudi aliloliweka ndani yenu, yeye ambaye anajua kwamba leo hakuna furaha, ila kesho kuna furaha inakuja. Dumuni kumtazama yeye. Dumuni kumwangalia yeye pekee. Yeye atawapatia ushindi. Na niwaambieni, chuki mnazozipitia leo, kuna wakati unakuja furaha na amani zitakuja. Vita ambavyo pitia leo, huenda kuna kanisa fulani linapitia vita, kutokuelewana. Endeleeni kusonga mbele. Ipo siku vita koma, amani inakuja. Amani inakuja. Na hivyo niwahakikishia kwamba hayo ndiyo makusudi ya Mungu. Na hayo ndiyo mahali ya maisha. Hekima yake tusaidie. Na ninatamani wewe hapo ulipo, unaponisikiliza, ninyi unaotazama, hekima hii ijae kwenye moyo wako. Hekima hii ijae kwenye maisha yako. Hekima hii ijae kwenye familia yako. Hekima hii ijae kwa kanisa lako. Utambuzi wa kuelewa mambo yanapotokea na namna ya kuyabeba ili kuweza kusonga mbele. Na hatimaye mafanikio yanapotokea, kudumu kumfahamu Mungu zaidi. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu. Anenapo kitabuni kujidhihirisha kwangu. Zaidi nimfahamu Yesu. Nijue pendo lake kuu na wokovu wake kamili. Hilo ndilo liwe hitaji lako. Hitaji lako liwe ni kumfahamu Yesu huyu, ambaye ameweka majira kwa wakati wake, kwa kila kusudi, na upendo wake na wokovu wake kamili. Bwana aubariki sana. Bwana awajalie hekima yake. Kwa jina la Yesu. Amen.